yote. Roho Mtakatifu anipe nguvu niweze kusema kile ambacho amenipa. Madhara ya kufanya jambo lolote kwa Kristo kwa uregevu. Yani pale unapofanya, nimeona Shekinah wakiimba, wakiabudu, imeleta nguvu kidogo. Inaleta nguvu. Fanya mambo yote kwa nguvu. Mambo ya Mungu yanahitaji nguvu. Hayahitaji ulegevu. Hayahitaji ulegevu. Asante sana. Yanahitaji uwe na nguvu. Anasema Mungu ni roho. Yeye ndio muumbaji wa vyote. Yeye ni roho. Hana mwili kama nilionao. Ila yeye ndiye aliyeumba mwili huu. Na yeye hukaa kwenye mwili. Hukaa kwenye mwili wako. Hukaa kwenye mwili wangu. Tupo? Tupo? Pia adui ambaye naweza nikasema mapepo. Pepo wa aina zote. Pepo wachafu na wengine. Anasema nao wanautafuta mwili wako. Wanautafuta mwili wangu. Wanautafuta mwili wa kila mmoja. Wana kazi nao. Naomba nianzie mahali ambapo hutasahau. Sehemu nayoishi Mbeya nilipewa na nilinunua kwa baba yake, tunamuita Mboma, aliyekuwa jenerali, sasa mdogo wake. Sasa yule mtoto wake na huyo anafanya kazi hospitali. Sasa sikwambii idara gani. Yeye katika idara yake anatunza mili iliyokufa. Ile mili ina thamani. Ile mili inafanya nini? Ina thamani. Kwa si kitu, sio kitu. Tena wako wawili, mmoja naye pia tumebahatika. Si wife alikuwa anafanya hospitalini, kwa hiyo haina shida. Kwa hiyo mili ina thamani. Mwili wako una thamani, mwili wangu una thamani. Je, katika hali ya kuharibika bado mwili una thamani? Watu wanachukua viungo, wanafanya nini? Wanajua wanachofanya. Ndio maana nimesema pastor umeongea kitu ambacho uthamani wa mwili. Mapepo au tuanze na malaika. Malaika hawana mwili kama wa kwako. Hawana mwili kama wa kwangu. Wao ni roho tu. Ndio maana mimi na wewe tuna thamani. Kazi ya mwili huu mwili huu ni kubwa sana. Kwanza ni mahali ambapo Mungu anaishi. Roho Mtakatifu huishi katika mwili kwa sababu ni roho. Yesu Kristo ndiye mmiliki wa vyote. Miili yetu anaimiliki. Naomba unisomee Yohana 15 mstari wa 4. Moja nisomee. Yesu ni mmiliki tena halali wa miili, kwa kuwa alinunua yeye mwenyewe kwa kifo cha msalaba. Mwingine atanisomea Matendo 26:17 18. Haya, tuanze na hiyo Yohana 15 mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Mungu hutaka yeye akae ndani yetu na si ndani yake. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Tawi linakaa kwenye shina. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Basi kumbe tawi bila shina haliwezi kuzaa matunda. Haliwezi kuzaa matunda. Kadhalika mwili ambao Yesu anakaa ndani yake, Roho Mtakatifu
anakaa ndani ya mwili ili aweze kufanya yale anayoyataka. Ndio maana wenzetu wanazungumza habari za kifo cha Yesu kwa utofauti sana. Kwa nini mnamwita mwana? Mungu anazaa, haiwezekani. Hizo sasa tunaita ni concept ambazo ni za kijinga. Kama ameumba mwili wangu huu na misheni yake ni kutumia mwili ili kutununua sisi, kununua miili yetu duniani, kwa nini asifanye mwili na huo mwili ukafanya kazi ile ile? Mahesabu yake Mungu ni ya tofauti na wanadamu. Ndio maana Mungu alimruhusu mwanae avae mwili wenye nyama, mifupa na damu, na ishu yake ilikuwa ni damu. Sasa unasema Mungu anazaa, kama ameumba watu ashindwe kumfanya mtu? Make ishu ambayo ya kutukomboa kutoka dhambini ilikuwa ifanyike kwa njia ya msalaba. Msalaba maana yake ukombozi, atukomboe kwenye mti. Na kumbuka dhambi ilianzia wapi? Mtini. Dhambi ilianzia mtini. Acha zile concept za kitoto. Mtu anakuambia walifanya hivi na hivi. Hakuna kitu. Mungu mfichi kitu, na hafichi kwenye Biblia. Kila kitu anaanika. Kila kitu anaanika vyote. Nafikiri mnasikia tunapohubiri maneno mengine hata hatufichi. Kwa maana hiyo Biblia iko wazi. Kumbe basi Yesu ndiye mmiliki wa nini? Wa vyote. Yeye ndiye anayemiliki miili yetu. Kwa nini miili yetu? Ni kwa sababu ana shughuli na miili yetu. Nimesema wale wengine wale wanaitumia miili kwa mambo yao. Sisi mwili wa Yesu tunautumia kwa ajili ya unganiko. Unganiko. Ndio maana anasema mkono una kazi yake, huduma. Mkono una kazi yake, mguu una kazi yake. Kila kiungo kina kazi yake. Na sisi kama wana wa Mungu tumeumbwa kila mmoja na kazi yake na kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio vyote hivyo vinafananishwa na mwili kwa utendaji. Kichwa kinafanya kazi yake, mikono inafanya kazi yake, tumbo linafanya kazi yake, miguu inafanya kazi yake, na kila kiungo kina kazi katika mwili. Hivyo mwili ni wa thamani. Utambue mwili wako kuwa ni wa thamani mbele za Mungu. Mwili wa mwanadamu umeumbwa kwa makusudi ili Mungu aishi ndani yake. Akili ya mtu iko kama akili ya Mungu. Kama Mungu. Ndio maana nasema tumfano na sura yake. Kama unavyowaza, ila sasa waza katika hali ambayo Mungu akuongoze. Usiwaze kuna makelele mengi sana ukiwa katika shughuli fulani za kawaida za dunia. Huwezi hata ukasema Mungu anataka nini kwangu. Ukitulia, ukatafakari. Ndio maana Joshua anampenda. Anapewa kazi. Anasema kitabu hiki, yani Torati, kikae kwenye kinywa chako mchana na usiku. Tafakari. Pana kitu. Ukimwachia yeye afanye kupitia mwili wako, utafakari, soma, tafakari, utajua Mungu ni mwema. Na kweli Mungu ni mwema. Utajua kuna majibu ya shida zako, kumbe yapo, sio lazima uende kwa fulani. Majibu ya shida zetu yako kwa Bwana. Yeye ndiye anayetujibu, na yeye ndiye anayejua. Kwanza anayajua kabla hata hajaingia katika mwili.
mwili wako uwe ni mali ya Mungu, ni mali ya Mungu. Kosa la Adamu alimkataa Mungu. Hakumtaka Mungu, ila hakujua alimkataa vipi pale alipoenda kinyume na agizo la Mungu. Tena lilienda kwa tekniki ambazo sio za kawaida. Hivyo adui ana hila, shetani ana hila. Hawezi kwenda moja kwa moja kukuambia jambo. Anaenda kwa kuzunguka. Kamzunguka msaidizi wa Adamu, alivyomzunguka yuko peke yake. Kwa kuwa peke yako na kwenyewe ni shida. Kunakaribisha mawazo mabaya. Kamata huyo, kamdanganya. Kala tena tunda lilia huko. Ndio ujanja wa shetani. Kampelekea mume wake, hili tunda nimeambiwa tutafanana na nani? Na Mungu. Kwani hamjafanana? Kwani hamjafanana? Mmefanana na nani? Na Mungu. Kwa nini akwambie hivyo? Sasa jamaa alivyoona limeng'atwa, na yeye akafanya nini? Kala. Ndipo walipoona ya kwamba wako mbali na Mungu, wanakimbia bustanini. Mungu anakuja kuwatembelea, anakuta wako mbali. Asema tuko mbali. Manake wanaingiwa na hofu ya kuogopa. Naomba nisome Matendo 26:17 na 18. Matendo ya Mitume 26:17 na 18. Nitasoma. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao. 18. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kumbe kazi ya mwili, alituokoa pale msalabani ili na sisi tukawaokoe. Hii miili yetu ikaokoe watu walio gizani. Yeye haendi face to face, moja kwa moja kwa mtu kuzungumza habari zake. Mungu hapana, humtumia mwanadamu. Malaika akitokea bado atapita kwa mtu huyo ataleta ujumbe. Alimpitia nani? Alimpitia Mariamu, kaleta ujumbe. Kwa humpitia mtu. Kumbe mwili wako ni wa thamani. Ndio maana renki yako wewe na malaika yako iko juu. Wala usimpigie saluti, japo unaweza kumwogopa. Yeye ndo anastahili akupigie saluti wewe. Yule ni msaidizi. Hujajua tu. Ndio maana makamanda akiona waziri anampigia saluti. Wewe ndio bosi. Pamoja na kwamba na vyeo vingi, lakini wewe ndiye bosi. Kumbe mwili kazi yake ni kuwaokoa watu, kuwafungua macho yaliyofungwa. Macho hayaoni. Tumefundishwa hapa. Kumbe nyota zetu, hili sipendi. Biblia sio kwamba haijui habari za nyota, inajua sana. Lakini mwisho wa yote ni biashara ya Roho Mtakatifu. Mambo ya nyota, kubashiri, yote hayo yapo. Yalikuwepo, vitabu viliondolewa. Katika 66 viliondolewa. Ndio maana usipende habari za nyota. Roho Mtakatifu peke yake
Ndio anayejua yaliyofichika. Ndio anayekuambia uwe mtake yeye tu. Eti nyota yangu imeibiwa, hizo biashara nyingine. Kwani Biblia inaposema mwanadamu mpende jirani yako kama unavyojipenda, kufunuliwa kwake maana yake nini? Yaani ufafanuzi wake ni nini? Huyo unayesema amekukosea, huyo atakuwa msaada. Umezungumza habari za watu wa kukusaidia kufika kwenye hatima. Huyo unayesema ni mbaya ndio atakayekusaidia. Unajueje? Misri ilikuwa mkombozi wa nani? Wa Israeli. Waarabu wale, sawa Waarabu, lakini waliponea kwake. Yesu alienda kujificha kule. Ndio maana mpende adui yako. Hujui mbele ya safari itakweje. Tunatambua ya kwamba kumbe kumpenda jirani yako ni kwa faida yangu na yako. Ni faida yangu na yako. Ndio maana sasa samehe, muacha 7 mara 70, samehe. Anamanu, usiseme hapana, kwa hili siwezi. Ujui mbele. Ndio baadaye unaanza kuwa mtumwa wake tena. Sikujua, ukujua nini? Kwani Biblia ilitaka waandike tu, Yesu iandikwe kwenye Biblia kwamba msamehe adui yako kwa sababu kuna siku. Sio zote siku. Inategemeana. Yeye anajua kuna mzunguko. Ndio maana kujifunza kuna kusaidia. Hata unapotakiwa utoe msamaha. Pastor alisema kusamehe. Kumbe huyu adui yangu anaweza kageuka kawa nani? Na lingine adui naye anakufundisha wewe. Naye anafanya nini? Akufundisha. Lazima kupige kidogo ili ujifunze. Sasa usikatae kupigwa. Kama Israeli, taifa la Mungu, wanamuasi Mungu, anawatoa, anawapeleka nchi ya utumwani. Kwani asiwache pale pale? Ni sehemu ya kujifunza. Ni sehemu ya kujua kwamba kumbe nilimkosea Mungu, sasa nastahili. Na wakitoka kule, wanaporudi wanaomba msamaha sana. Wanakuwa watu wa toba sana. Mungu, tulikukosea, utusamehe sisi na watoto wetu. Sisi na watoto wetu tunaomba utusamehe. Mungu anagairi. Akigairi wanaendelea naye. Yamefanyika hayo miaka na miaka. Naomba nisome Rumi 5:12. Sisi wanadamu na dunia tumeumbwa na Mungu, na yeye ndiye mmiliki wetu. Kumbuka, mwili wangu, mwili wako ni mali. Wakati anatafuta neno, ngoja niseme kitu. Hivi mimi nikijizuru hapa, najiua, nimemeza dawa, nikafa. Au nikapona chupu, mkaniokoa. Baada ya muda, hebu angalia, mwili wa kwangu. Mwili wa nani? Wa kwangu. Sasa kwa nini polisi niende? Sinataka niende huko. Kumbe nakotaka kwenda sijui. Ndio ndakutana na mwenye mwili sasa. Umetokaje huko? Kumbe yeye nia yake si yale unayoyapitia. Yale unayoyapitia ana uwezo wa kuyaondoa. Ila anachotaka mwili wake utumike tena kwa muda na nyakati anazozitaka. Si ukasema baadaye. Baadaye ya nani?
Warumi 5:12. Warumi 5:12 nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu ya wote wamefanya dhambi. Hapana. Kumbe dhambi iliingia kwa mtu huyu mmoja ambaye ni Adamu, mtu wa kwanza. Na mtu wa kwanza ilibidi, ambaye ni Kristo aliyetoka kwa Mungu, ambaye wengi hawapendi kumuita Mungu ana mwana. Wewe ni tafsiri zako, shamba wako, shamba wako. Kwa mtoto wa kwanza wa Mungu ndo na yeye auvae mwili. Iliingia katika mwili, na lazima itoke dhambi katika mwili. Lazima. Hayo ilikuwa mahesabu ambayo wengine hawayajui. Mungu anajua. Adamu alikuwa msababisha dhambi. Na dhambi tunaiona ni, kwanza dhambi ni nini? Ni kuwa huru, kufanya mambo huru. Si yule alisema tutafanana na Mungu ili tufanye yote, tujue mema na mabaya. Ndugu, afadhali ujue mazuri. Kujua mazuri na mabaya ni gharama, ni hatari. Mabaya yana mvuto zaidi ya mema. Kama hujawahi kufanya utafiti, mabaya yana mvuto zaidi ya mvuto. Lengo ujue kuna nini huku. Baba amesema usiingie chumba hiki, kuna nini? Kwa nini aseme nisiingie huku? Lazima utafungua siku moja. Na mwisho wa siku ndo unaona sasa vimbwanga vilivyo huko, vilivyofichika. Ni wale wanaotumia nini? Waliotumia nguvu ya shetani. Na ndio maana uwaokoe hao wanaotumia nguvu za shetani. Sio wote wapenzi wanaotaka kufanikiwa wanafanikiwa kwa nguvu za Mungu anayetupa utajiri. Sio wote, wengi. Hata anasema nenda ujisaidie ili na wewe usaidie. Wapi hapo? Mungu moja kwa moja ndiye anayetusaidia. Sio mimi nguvu zangu zinisaidie, Mungu naye aongezee juu yake. No, anataka yeye akusaidie. Adamu alitoka bustanini na Eva, maana yake walikuwa huru mbali na Mungu, hawezi kusaidiwa. Yesu anawarudisha tena katika pendo la Mungu, kwamba Mungu mission kwani imeisha? Haijaisha. Nenda duniani ukawaokoe. Njia ni mwili. Njia ni mwili. Upende mwili wako. Penda mwili wako. Tunza mwili wako. Tunza afya yako. Kumbe tuna mama umndani apitishe siku moja semina ya miili yetu. Tena ndio eneo lake sana hilo. Fanya mazoezi. Kula chakula kizuri. Mwingine ananiambia chakula bora sio kizuri. Vile vizuri ndio vibaya. Nishaambiwa sasa hivi vile vizuri vitamu sana, kumbe sio. Sio. Kija kwangu nachopika mimi najijua mwenyewe. Wakija wenye nyumba wanakuta sio chakula tena. Changanya hivyo tu mafuta kidogo, maisha yanaenda. Tumeelewana? Sasa hiyo usiseme kwa watu fulani, kwa wote. Vile vitamu kuna siku tu. Basi fanya mazoezi mwenzangu. Fanya sana mazoezi, sawa kabisa. Kwa ni asili ya mwili. Mwili haupe vile vitamu ndo vibaya. Sina maana vibaya kwa asilimia kubwa. Ni kidogo. Ndio maana mtu akwambia usinywe Pepsi, sawa, sina kunywa kidogo, sinywe sana. Na mimi najijua. Wewe unafakamia zaidi ya moja kwa siku ni shida. Kwa hiyo kila kitu kimeumbwa kwa kiasi.
Kiasi. Usiwe mtumwa wa wale usile hiki. No. Bado hiyo sio. Kuna pepo anaingilia kati naye. Usile hiki kinakuletea allergy, shida. Muombe Pastor Filipo akutoe fanyie deliverance. Hiki hapana. Ukikuta kweli umenia sana na kinakuletea madhara, pepo huyo toa. Pepo toa, na usipende kujizoeza hivyo. Ndio maana mtu akiniambia usile hiki, na nakula kiasi. Sili sana. Kula kiasi, sili sana, najua. Mmoja akawa anakuja mashuleni. Anasema chukua msumali, weka kwenye Pepsi, alafu utoe, unakuja mweupe. Je, ikienda tumboni? Nikamwambia wewe mjinga nini? Mwe mna akili unapokwenda kwa watu. Kwani huko tumboni kuna nini? Kuna acid, tena concentrated acid inayoyeyusha chakula. Itafanya utumbo uwe nani? Niambia wewe akili yako ya kijinga. Kwani wapimaji wale hawajui waambie acid ya kiasi gani? Tusidanganyane, waambie tu watu ukweli. Usipende kutumia kwa wingi hiki, lakini sio kudanganya watu. Usidanganye watu, wadanganye wasio jua. Haya, dhambi ni kujitenga na Mungu, kuwa huru kufanya mambo yoyote. Ndugu yangu, usikae mkao wa wewe kufanya mambo unayoyataka. Mkao huo sio mzuri. Wewe uko chini ya mtu. Mwili huo uko chini ya Mungu. Yeye ndo anayeujua zaidi. Na alichokiweka kwenye huo mwili anajua. Na ndio maana tunamtukuza Mungu kwa jinsi ambavyo ameniumba. Namshukuru Mungu ameniumba niko hivi. Sijajua ni mweusi, mweupe. Sijui. Mtaniambia nyie. Mimi ni mweusi, ni maji ya kunde. Umenisaidia. Lakini rangi zote safi kabisa. Kwa Mungu ni safi. Wazungu wanapenda na rangi zetu sisi. Nikwambie. Maumbile yetu wanayapenda. Kwa usije ukasema mimi ni mweusi, si rangi ya nini? Hapana, hivyo ulivyo. Ndivyo Mungu ametaka yeye. Ndio sempo yake duniani. Modo yake. Kwa sababu yeye anasema sura na tumfano. Hivyo. Wala usijikatae. Kujikataa nako ni dhambi. Ni mbaya sana kujikataa. Jikubali. Jikubali. Anasema mwanadamu na dunia vimeumbwa na nani? Na Mungu. Dhambi ni kujitenga na nani? Na Mungu. Uweza kupatikana kwa Mungu. Uweza wa kupatikana kwa Mungu, sisi, mimi, wewe, ule uweza wa kwamba sasa napatikana kwa Jehova, nipo kanisani, ni kwa sababu ya suluhisho la dhambi ambalo Yesu alilifanya pale msalabani. Ni suluhisho tu. Nikwambie kitu. Kumbe kile kitendo cha kunileta mimi hapa, kuwa na hamu ya kuja kusanyika, sijui kuwa na hamu ya kusikiliza mambo ya Mungu, kuwa na hamu ya kumjua Mungu, tayari Mungu ameshakuchagua. Wangapi? Mimi naangalia wale ambao wako nje. Sasa ambao tunadaiwa sisi, tuwalete huko. Kama unaonea huruma, haki saa hizi mwingine ndo anaondoka, anaenda kijiweni, anacheza, sio kazi wala nini, kuongea tu. Mpenzi, hujajua thamani yako. Hujajua thamani ulionayo. Hujajua kwamba wewe ni chombo cha Mungu kufikisha ujumbe ambao Mungu anataka ufike mahali. Wewe ni chombo cha Mungu. Mimi ni chombo cha Mungu. Ukikataa mwili wako usitumike. Ukikataa mwili wako usitumike kwa ajili ya Mungu. Sante Shakaina, nimeona hapa
mmeimbisha vizuri, narudia tena, mmeimbisha vizuri, mmeutumia mwili. Mnasema inua mikono juu. Sina mikono, nitainua. Ukisema inama, mgongo si unafanya nini? Siwezi kuinama, manake ni mbovu. Umesema tulale chini, siwezi kulala, manake mwili haujakaa vizuri. Kumbe kama unautumia mwili kwa ajili ya Kristo, nikupe siri, una uwezo wa kumwamrisha, sio kuomba, kumwamrisha Jehova akuponye. Narudia tena, kama mwili hauko vizuri, lakini una uhakika wa kujitoa kwa Kristo, kushuhudia watu, kuambia habari za Kristo, kuponya watu, ni kazi yako. Ndio maana natamani kila mmoja weke mikono juu ya wagonjwa wapone. Mwingine anafufua, mwingine anafanya jambo hili na hili, mwingine anafanya hivi. Ni kwa sababu hiyo, mwili. Pale utukufu anaubeba Jehova. Nyie huwa mnasema anaubeba yule anayeombea wewe. Hakuna kitu. Anaubeba Jehova. Yule ni mwenzangu tu na mimi. Tunaenda washroom. Tunaendaga washroom. Kwenye mambo, si ndio hivyo? Jehova yeye anautumia huo mwili. Usijipe sifa kwa mambo ya Mungu. Kataa kujipa sifa. Umeimbisha vizuri sana, ukasema yes, bila mimi haiwezekani. Yalimshinda Lucifer. Lucifer hakuiba, Lucifer hakuzini. Alijikweza, akajifanya yeye ni zaidi ya Mungu. Hapana. Hata ukinipa zawadi, sema Mungu, na mimi namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Hii zawadi, asante Mungu. Mmegee baba. Mmegee baba. Kwani umeipatia wapi? Si kwenye madhabahu yake. Mmegee naye apewe. Hapo Mungu atatukuzwa. Jamani, hela mbona mseme? Mmegee. Mpe cha kwake. Mungu ndipo anapotukuzwa, kwamba kumbe jambo lililofanyika kupitia mikono ya fulani ni jambo ambalo linanitukuza. Hebu Wakorintho wa kwanza 6:19 na 20. Sita 19 na 20. Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Sio mali yako, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mimi nimemtukuza pamoja na rangi yangu hii, pamoja na ufupi wangu. Nimemtukuza. Mtukuze Mungu kwa jinsi ulivyo. Mwili ni mali ya Kristo kwa ajili ya kazi anayoitaka. Misheni ya Kristo duniani ni kuokoa. Kuokoa watu. Na bado akaacha kwa mitume kwamba jamani, na nyie endelezeni misheni ya Mungu aliyenituma. Mimi naondoka, anakuja Roho Mtakatifu atakayewakumbusha. Anatukumbusha Roho Mtakatifu habari za Yesu, kazi alizokuwa akizifanya duniani zifanyike kwangu na wewe. Sasa nimesema mwanzoni kwenye kichwa cha habari, kuna madhara usipo utumia mwili. Yapo madhara.
Tukaambiwa mimi sijui bishop, nina shida hii na hii. Mengine ni madhara ya kutokutumia mwili. Kumbe hukumu ya mtu anayehukumiwa na Mungu, naomba tuache wengine wanaosema ukifanya hivi dhambi, ukifanya hivi dhambi. Wewe dhambi ni kuwa mbali tu na Mungu. Unajiwazia mambo yako, una maisha yako, hutaki chochote habari ya Mungu, kwamba Mungu mwanzoni amemuumba Adam, yeye alikuwa pamoja naye, alimiliki mawazo yake yote, mpaka akatoa na majina ya viumbe wote, kitu ambacho naweza sielewi baba alikuwa yani utaja maji, huyu ni simba, huyu ni nani? Ni upako sio wa kawaida. Kumbe na mimi na wewe tuna upako wa kufanya chochote, kukifunga duniani na kukifungua. Kumbe dhambi ni kuwa mbali na nani? Sasa hutahukumiwa wewe kwa dhambi. Sasa ile ni matokeo, mengine nayo ni matokeo, wizi, uzinzi ni matokeo. Lakini dhambi nimesema hiyo ya kumkataa, kuwa huru mwenyewe kama shetani alivyosema uwe huru tu, ujue mema na mabaya. Ndugu yangu, hiyo ndo dhambi. Na ndio inayokufanya, ndio iliyomfanya hata Eva akafanya nini? Akakutana na adui. Uhuru, ngoja nichopoke kidogo. Hivi kweli unaweza kumwacha hani wako ukasema uchopoke kidogo? Biashara. Kwani kuna nini huko? Haiwezekani. Kaa na Mungu wako. Kaa na Mungu wako. Msikilize anasema nini. Kumbe tutahukumiwa kwa kumkataa yeye. Si utumii mwili wangu inavyotakiwa. Sifanyi wajibu kama ambao Mungu ameniitia duniani. Fanya wajibu wako. Upo wajibu, nakwambia. Kila mmoja na wajibu. Kama kwenye familia, huyu anaitwa baba, huyu anaitwa mama, huyu kaka, huyu dada. Tuna wajibu katika familia, tuna wajibu katika jamii, tuna wajibu katika taifa. Ni wajibu. Wajibika hivyo hivyo kwa Mungu wako. Mpe muda Mungu wako. Mpe muda Mungu wako. Ili mwili wako ufanye nini? Utumike ipasavyo. Vitu ambavyo vinasababisha ni visingizio. Visingizio. Nimechoka. Nimechoka. Nitafanya kesho. Nimechoka. Kanisa hakuna kuchoka. Anayechoka ni yule ambaye anasema karibu ndo anaingia kwenye kaburi. Huyo ndo amechoka. Wengine wote hamna kuchoka. Unaweza ukatoa pepo, nguvu zikakuishia, Roho Mtakatifu akakuongeza. Endelea, hii ngoma bado. Hii ngoma bado. Omba. Kwanza kosa. Kwani unaomba sana? Kwani unaomba sana? Kuna kitu hakijakaa vizuri. Asante sana. Sisi walimu wanasema makosa sio ya mtoto, mwanafunzi. Makosa ni ya mwalimu. Makosa ni ya mwalimu. Hana akili vizuri. Ana akili. Ila wewe hujajua mbinu za kumweka sawa mpaka elewe. Mbwa mbona wanafundishwa? Farasi mbona wanafundishwa? Kuku mbona wanafundishwa? Na wanaelewa. Sembuse huyo mtu. Na wale hawana akili wale. Wote hao. Peke yake mwanadamu ndio mwenye akili. Kumbe kuokoka kuna tupa tu
ishara ya kwamba mwili uko tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Nimeokoka. Maisha ya wokovu, si tulisoma wanafunzi? Maisha ya wokovu, I'm ready for something to perform. Niko tayari kwa ajili ya kazi. Kazi ya nani? Ya Mungu. Sio visingizio. Ukiweka visingizio ni kosa. Yesu mahali anasema wanafunzi wake wameenda, sio njaa, wamepata njaa, wameenda kutafuta chakula. Anawaambia anakutana na mwanamke kisimani. Anaendelea. Sasa huyu mbona hazungumzi habari za njaa mpaka sisi tumeenda huko? Biblia waambia chakula changu. Hilo neno linatisha. Chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya Baba aliyenituma. Nikamilishe mission. Mimi na wewe tusiseme tuna njaa, kumbe kushiba kwetu kuwe ni kutekeleza mpango wa Mungu duniani. Unaweza usijue wala usielewe, lakini ndilo hilo ndio kiu yako. Iwe hivyo. Uwe na kiu ya kuyatimiza mapenzi ya Kristo duniani. Kwa maana nyingine, uzembe, visingizio ni roho inayokushusha ili usiwe na kiu na kazi ya Mungu. Usiwe na kiu na chakula cha Mungu. Chakula cha Mungu, naenda kutoa pepo, naenda kumleta mtu kwa Kristo, ndo chakula. Bila hilo jione hakuna kitu nilichokifanya. Hakuna kitu nilichokifanya. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Umeletwa huku makusudi. Kuna misheni na Kristo. Hujaja kwa bahati mbaya, tulifahamiana sisi na Filipo, mlifahamiana sisi na Bishop. Umeletwa tu. Kuna jambo, sasa hilo jambo uone kiu, uone mzigo. Anasema maombi tunayoyaomba, naomba unisikilize. Tunaomba sana maombi. Baba, katika jina la Yesu, naomba unilinde, niepushe na wachawi, niepushe na waganga, sijui wanaofuatilia maisha yangu, nini. Nisaidie Baba, saidia watoto wangu, saidia familia yangu. Utoto, maombi ya nini? Ya kitoto. Mwambie mwenzio ni maombi ya kitoto. Taka mapenzi ya Mungu yatimizwe kupitia wewe, kupitia huo mwili wako. Mapenzi ya Jehova yatimizwe, na hiyo ndio iwe kiu yako. Wakati mwingine nitasahau hata kuombea ndugu zangu, lakini anasema tanguliza kwanza ufalme wangu, mengine nitawazidishia. Kumbe habari hata ya kuomba pesa, kumbe hata habari ya kuomba si familia yangu, wewe mwenyewe tayari. Ezekieli alimpa miaka mingapi? Alimuongezea 15. 15. Ezekieli alimuongezea miaka 15. Ndugu yangu, ukiniongeza mimi nashukuru sana. Ni mingi. Ni mingi. Alimuongezea kwa sababu aliutumia mwili wake, na sababu aliyokuwa ameielezea, kumbuka niliyoyafanya. Mungu hapa kaona. Ndio maana nikakwambia hata kama unaumwa kiboko yake, we mwambie Mungu, ila una uhakika. Usipokuwa na uhakika haisho. Kwa sababu yeye anachunguza yaliyopitika. Ukimwambia Baba, nakutumikia leo, mbona siwezi?
Hapana, nakataa hii hali, nataka uniponye. Akamwambia, wewe kumbe ipo faida, mwili wako na faida. Neno moja tu ukimwambia mtu amekuuliza, ukamfanyia ushauri au counseling, ukamsaidia na kweli akapona, umeokoa mtu. Umeokoa mtu ambaye alitakiwa kujinyonga. Umeokoa mtu ambaye alitakiwa kunywa sumu. Umeokoa, ni kazi kubwa. Mwingine anatoa pepo kule, wewe umeongea tu maneno, lakini Roho Mtakatifu mtangulizi. Katika ushauri wote usitumie akili. Na sisi tuliosoma saikolojia tunajua jinsi ya kufanya counseling. Sasa zile sio. Akuongoze yeye. Akuongoze yeye. Mimi najua saikolojia, hata counseling no, ile ya kawaida. Halo. Ndio maana mtu akiwa na shida namfanyia counseling, najua sehemu kubwa ya counseling ni ile ya kiroho. Naambia mwanangu, hapa usije ukafikiri kwamba hapa tunatumia imani. Tumia imani, na kwa imani mambo yanakuwa. Mwili wako, mwili wangu ambao tunaita hekalu la Roho Mtakatifu. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 25. Nitaielezea kwa kifupi sana. Mstari wa 26, habari za talanta. Zile zinazungumzia habari ya majukumu yanayofanyika kwa mwili. Kama ni kubeba mihogo kutoka Gongo la Mboto kuleta hapa uuze, fanya hivyo. Si mwili unatumika? Usome tu, halafu tutaizungumzia. Ni watu wa jinsi gani ambao walipewa pongezi au shukrani na Mungu au Bwana wao. Mathayo 25 mstari wa 26. Yes. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Ishia tu hapa. Yule ambaye alikupewa 1 talanta akaona, baada ya kwenda kuwapa wale wa riba, akakataa. Sema huyu bwana kwanza anazo, ngoja tunifiche ili sionekane nimepoteza, makita kwa kazi. Sasa nataka nikuambie, mara nyingi mtu asiye na uwezo, hapa tutazungumzia na roho ya umaskini. Mara nyingi mtu asiye na uwezo, naomba nirudie tena, nataka watu wajue mara nyingi mtu asiye na uwezo katika habari za Mungu ni shida. Ni shida. Ni shida. Ndio maana ndugu yangu, rafiki yangu, kataa umaskini. Ukatae kwenye maisha yako. Nilikuwa nazungumza na kijana wangu mmoja kazini, anasema,
Mimi nayapenda yale maisha ya kijijini yale, kuna kahari fulani kaadabu, anakusalimia, anasema hivi kama kwetu, anasema hivi, kaambia wewe mwambie asiyejua. Kijijini nimekaa lakini nakukataa. Kwani anayesalimia hivi ndio kusema ndio ana tabia nzuri? Mbona shida iko pale pale? Mbona shida iko pale pale? Sisi kabila letu tunasalimiana hivyo hivyo na mwenzangu, nafikiri shida ziko pale pale, ni design tu. Acha kuwafundisha watu kwamba ukichuchuma chini basi ndo moja ya adabu. Adabu gani? Adabu iko hapa. Tabia iko hapa kwenye akili. Ndio ile tabia ambayo tunagombana na Mungu sasa. Tunataka kuwa huru. Miili yetu inataka kuwa huru. Haitaki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Inataka ijifanyie yenyewe. Lakini huku kwenye kuabudu inagaragara na chini. Fekio. Zile ni mila na desturi. Bado wazee wa mila bado nao wanapatanisha ndoa hivyo hivyo. Pamoja na hizo bado wanaendelea kufanya nini? Kupatanisha. Ni mila na desturi. Sasa haya kijijini, kuna moja nikamkumbusha. Nilikuwa napenda kwenda kwa babu yangu mzaa mama, nyumba ya nyasi. Mnalala tu popote pale. Hamna shida. Kilago tu kipo unapiga. Sasa sikia. Hiyo ndo na mimi niendelee kwamba yale maisha yalikuwa mazuri. Hapana. Wengine mentality wanapenda kale kahali. Kata. Yesu alikuwa bonge ya tajiri. Ule mfuko wake ule wa yule Yuda haukukosa kitu. Acheni. Mungu anawapenda maskini. Nani alikwambia anapenda maskini? Kataa maskini. Nikiona unapendeza, dada Bless, unapendeza, nasema okay, ngoja. Na mimi ngoja naenda kule. Hebu angalia kagauni yaka. Vipi? Kanaweza kakapendeza? Sisemi nimeitoa kwa Bless. Sawa, safi. Nimejifunza kitu na mimi nakipeleka nyumbani. Sio unajua ile maisha ni anasa sana. Ya anasa nini? Umeshindwa. Umeshindwa. Taka kuwa juu zaidi. Tunawasoma baba zetu wa imani. Ibrahimu hatukuambiwa mahali alikosa fedha, alikosa dhahabu, alikosa sui nini. Chakula ndio ilikuwa kwake. Paka watu wa miji anakoishi wanasema huyu ndiye Bwana. Unajua mtu akwambia wewe ni Bwana. Tamani hivyo kama mtumishi wa Mungu. Tamani hivyo. Ila zisiwe pesa za kona. Kataa hela za kona. Taka zile hela ambazo Mungu amekupa. Si imeandikwa Kumbukumbu la Torati sura ya 8, 17, 18. Imeandikwa yeye ndiye anayetupa nguvu ya kupata utajiri. Na kataa utajiri usio halali. Kataa hiyo na komaa kwenye eneo hilo. Sio nasema eti huyu anasaidia nini? Sasa nikuambie siri. Anakupa kitu. Waki wengine mekaa maeneo ambayo wajanja hawapo. Anakupa kitu. Kile kitu kikichukua au kadhaa kama akakiweka mle ni pepo. Kakupa pepo. Wewe unasema yule kawaida hasemi kuua watoto. Kesho atakwambia ua watoto. Si nimekuambia faida ya mili.
Mwili una faida. Unatumika kwenye alternative mbalimbali. Sasa mpaka maiti. Lakini usiende huko. Sasa huko ni kuambie. Wanakuambia hiyo mali hutakaa nayo sana. Ikidumu mali wewe, udongo kwa udongo. Mwana vijana wengi sana wanaondoka wadogo, mali kaacha. Au kadumu mali ndio inafanya nini? Inaharibika. Ya nini biashara hiyo? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Ndio kazi uliyopewa ya watu waliofunikwa na giza. Wewe ukafanya nini? Ukaondolee giza. Wewe kawafundishe kweli. Kweli waweke huru. Kweli waweke huru. Kwa tatizo ni pale mwenye uwezo mdogo, maskini. Yule aliyepewa talanta moja, huyo anatakiwa awe amuombe Mungu. Mungu nisaidie nizalishe. Nizalishe. Bila kuzalisha mmekosana na Bwana wako. Kwa mwili upo kuzalisha. Mwili upo kuwaleta watu kwa Kristo. Mwili upo kuwashuhudia watu. Mwili upo kuponya. Mwili una kazi nyingi kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Ndio kazi ya Mungu, ya mwili. Ndio kazi. Ndio maana upende, utunze. Haya, ngoja niongee neno moja. Na vijana wangu wananiuliza kama swali. Wewe una miaka mingapi? Naambia kwa nini unaniona na miaka mingapi? Kama 40 hivi. Safi kabisa. Wewe umepatia. Wewe umepatia. Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Wewe umepatia. Lakini sipendi kuchosha mwili wangu. Hivi unatumia vyombo? Nasema vyombo hapana. Mwanzoni nilikuwa siwajui. Unatumia vyombo? Sikuelewa vizuri. Baadaye nikajua vyombo ni nini. Sasa tunarudi tena. Usiuchoshe mwili kwa vitu ambavyo vitakuletea madhara. Mimi hapo bado nadunda. Mwenzangu jana alikuja, jirani yangu alipata ajali. Sasa kaja nyumbani. La kwanza niombee kwenye mguu wangu. Sasa nikimwangalia akapiga vyombo. Alafu anajijua sehemu yenyewe tunayokaa ni bondeni, naweza kateleza. Haya, nikamuombea, aliniomba nikamnunulie na dawa, nikampa, nikamuombea. Anasema sasa hivi Kwa hiyo nini ninachotaka kusema? Mpaka kaniulize, wewe umri wako? Mbona nilikwambia? Kweli wewe kaka, shikamoo. Mzee kachoka. Mzee, usiuchoshe mwili wako. Sawa? Usiuchoshe mwili wako. Mimi wakiniambia unatumia vyombo, nasema mimi ni under 18 years. Usitafute visingizio. Under 18 si unajua, miaka chini ya miaka 18. Siruhusiwi kutumia kileo. Siruhusiwi. Mtoto mdogo. Under 18. Stuck. Under 18. Itanizeesha, kumbe itanizeesha. Alafu nilikuwa naifakamia sana. Mama alikuwa anapika pombe. Asubuhi tu chua kombe. Sielewi darasani kwa la pili la tatu nilikueje, sielewi, lakini nijua nilikuwa nakunywa sana. Baadaye nikasema sirudi tena. Imenisaidia. Imenisaidia. Haya, jiepushe na rana ya uregevu. Kumbe uregevu ni kitu kibaya, ni rana.
adui anakupandia wewe uwe regevu, usifanye mambo ya 1, 2, 3. Na mengine tunapeana ndani ya kanisa jamani. Kuna mambo mabaya. Maneno yanasababisha mtu ajisikie kuchoka, anaona asifanye majukumu ambayo Mungu amempa. Lakini leo nimekuambia kwamba mwili wako wewe mwenyewe ni wa thamani mbele za Mungu. Ondoa maneno unayomwambia mwenzio, ni sumu, inakatisha tamaa. Mseme vizuri mwenzio, ili asifanye kwa uregevu, afanye kwa bidii. Mtie moyo, tutiane moyo kwa kazi ya Mungu. Kesho huyo atakuja kuombea watoto wanaumwa, watapona. Kule kwingine si mnajua, kule mnakwenda lazima utoe pesa ndefu, na naomba waendelee kutoza pesa ndefu. Hayo ndio maombi yangu, ili ujijue ya kwamba kumbe huo mwili wako ukiutumia vizuri, yawe yanakuponya huko nyumbani. Iwe ni kansa, iwe ni sijui magonjwa ya homa ya ini, iwe sijui ni magonjwa ya anakuponya, nakwambia. Katoe kule kwa sababu ya kukosa kiti. Kama mkao wa kujijua, wewe una thamani sana mbele za Mungu. Kwambia weka sahani hapa kwa ajili ya kuombewa. Mimi nimepewa bure, lazima nitoe bure. Ila na wewe uwe na hekima. Na wewe uwe na hekima. Usipokuwa na hekima ndio unawafanya, sikiliza impact, madhara. Unawafanya wachungaji waanze kutumia njia zingine. Mchungaji kachoka, wewe unategemea afanye nini? Wasaidie, watie moyo, wasikose hela, wasikose chakula kwao. Mbona Agano la Kale kumbe walikuwa na akili sana. Ameleta mfugo wa ng'ombe sehemu ile ya huku Kidali, anapata mzee, maisha yalikuwa mazuri. Leo hii ndio maana watundu wametengeneza utundu wao. Mimi nakwambia watundu na wafahamu, wametoka nyumbani kwetu. Sasa kama wewe unafikiri muongo, watoka kwetu. Tunajuana, ila stoboi sidi. Kuwa na akili. Omba Mungu akusaidie. Mtumie huyo uliyepewa. Huyo unayekaa miguuni pake. Huyo. Wala usihangaike. Nitakufa. Utakufa na nini? Kwani mimi ninayehubiri hapa sitakufa? So wewe mbona una haraka sana? Utaenda pigwa mkenge kule. Ndio nimesema naombea waongeze dau. Iwe kubwa sana, ili julikane. Pazia la hekalu lilipasuka. Sababu yake ni nini? Pazia la hekalu lilipasuka. Kama unasoma Biblia au Biblia umeitupa kule, wewe tu panauma hapa, umekuwa mtoto. Usiwe hivyo. Anza wewe. Hata watu wa afya wanasema huduma ya kwanza. Jifanyie huduma ya kwanza. Muombe Mungu. Msikilize Roho Mtakatifu anasemaje. Yuko huko kwenye mwili wako. Tena Roho Mtakatifu kwa pastor wa Bishop Ndonde, yuko yule matumizi ya mwili. Muombe. Pazia lilipazuka ili kila mmoja mwende Mungu, au uko kama wale wenzetu mpaka pitie sehemu fulani. Usitake. Kristo anajitoshereza
Roho Mtakatifu anajitoshereza, anayetufunulia habari za Kristo, sio mwingine, sio Petro. Usipitie kwa Petro. Petro mifupa yake ipo mpaka leo. Ambaye mifupa yake haipo, huyo ndo jipendekeze kwake. Hamna mifupa kwa Yesu. Ule mwili umeenda wapi? Bado tunautumia. Upo. Komaza akili. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ondoa uzembe katika vitu ambavyo vinaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Ondoa uzembe, ondoa uregevu. Mengine yanazidi kidogo. Mchawi ameweka vitu pale na vyenyewe hakuna uchawi kwa Israeli, wala uganga kwa nani? Kwa Yakobo. Haupo. Kataa kufa. Hata watege mitego inateguliwa. Ila ukikaa mkao sijui nini na nini, sasa wewe miaka yote hiyo mpaka leo wewe ni hofu ya nini? Pangua kila mitego ambayo imeingia kwenye mwili wako, iharibu. Ndio inayokufanya uwe regevu kwa kazi ya Kristo. Kataa mwili wako usishambuliwe. Nasema upe chakula kizuri. Sawa? Upe chakula kizuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kumbe Mungu wetu ni mwaminifu na yeye anatulinda. Kwa nini tunakusanyika kama hivi leo? Kwa nini tunakusanyika? Unawasema wale wavivu wa kutokuja kwenye ibada. Anapiga kalenda miezi 3 ndo anaonekana kwenye ibada. Ndugu yangu, ujanja wote nilionao na upatia. Si mnamuona? Baba simama, simama. Naomba simama wakuone. Na upatia kwake. Siwezi kuhangaika kwenda huko. Siku ukija nimekuja kwako ujuage hapa mambo mazito. Na lazima nipate. Acha kuhangaika. Leo umekuwa kwa huyu, kesho umehamia kwa huyu. Ibada tunapewa. Ananitrain, ananiimarisha. Mengine nayo yakuta. Yale aliyoyasema nabadilisha. Napona. Wachungaji tunaumwa na sisi. Tunaumwa. Tena tunaumwa sana. Ila siwezi kuambia bless. Siwezi. Leo sisikii vizuri. Una shughuli uko shuleni. Sawa tu. Sawa. Lakini hali sio. Lakini namwamini Jehova. Namwamini Jehova. Anaponya. Halo. Tupo. Kwa hiyo kumbe kukusanyika hapa ni kupata data. Nachukua data, naandika. Andika na wewe, asikudanganye yule. Yule anataka uende ule tu. Uende tu akupeni. Tumeelewana jamani? Wewe mwenyewe unaweza. Unaweza. Namshukuru sana Mungu. Nikikuta jambo limefanyika ambalo nilimuomba Mungu, nasema kumbe na mimi super. Ongeza imani inafanya nini? Inaongezeka. Issue ni imani. Haya, kuna mambo mangapi? Moja nimesema katika uregevu. Madhara yake nimekwambia. Madhara yake utapata matatizo. Utapata matatizo. Na Mungu huwa na mwanadamu hana maneno mengi. Hana maneno mengi. Maana unaruhusu adui auvamie huo mwili. Akishauvamia ndo yale ya kilio. Sasa hatutaki ulie. Hatutaki pate shida. Tunataka mwili wako uwe na amani, umtumikie Mungu katika maisha yako. Tutaomba ombi moja. Hebu simama.
Utanifuatisha. Baba, katika jina la Yesu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mimi nimeumbwa kwa mfano na sura yako. Wewe ni Mungu wangu unayenipenda. Ninakushukuru kwa kunichagua. Ninakushukuru kwa kuniumba niwe mfano na sura yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ipo kazi ya adui inayonifanya niutumie mwili wangu isivyotakiwa. Leo hii nimetambua ya kwamba mwili wangu ni hekalu lako, ni mahali unapokaa ili kutimiza mipango yako duniani. Ninakataa kila namna ya visingizio vinavyoachiliwa na maisha yangu. Kila roho ya visingizio naiondoa kwa jina la Yesu. Naondoa visingizio vya kazi, visingizio vya maisha, na viondoa leo kwa jina la Yesu. Ninatamka, Roho Mtakatifu uliye ndani yangu, nipe roho ya kutumia mwili, ile roho ya hamasa ndani ya mwili wangu. Niutumie mwili wangu kwa mambo yako. Niutumie mwili wangu kwa kuwaleta watu kwa Kristo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vizuizi vinavyoinuka juu yangu vya magonjwa, leo naviondoa, leo naviondoa, leo naviharibu. Naharibu kila mpango wa magonjwa ulioachiliwa ndani yangu. Natamka uzima kwenye mwili wangu. Natamka afya kwenye mwili wangu. Natamka ushwari kwenye mwili wangu. Baba, katika jina la Yesu, mimi ni mali yako. Nisaidie niwe na hamu ya kutumikia katika jina la Yesu. Amina. Naomba ukae.